Hali gani mwanafamilia wa channel tupendwa hii hapa ya Bizuza Media. Kama ndo mara yako kwanza, basi nikusihi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Bwana bibie Mange Kimambi ameibua mjadala mkubwa sana huko mitandaoni, na hii ni baada ya yeye kuweza kutoa kauli ngumu na kuhamasisha vijana wengi waweze kuambatana na yeye katika hichi kitu ambacho anachoweza kukiongea. Sasa leo hii bwana, watu wengi wameweza kukasirika na kile kitu ambacho alichoweza kukiongea Mange Kimambi, na akidai kwamba watu waendelee na maandamano, jambo ambalo watu wengi wameweza kuchoshwa, na wengi wao waliweza kufunguka vitu vingi na kusema kwamba uliweza kutupata kwa mara ya kwanza, kwa kipindi hiki uweze kutupata tena, hivyo yaweza kupaswa wewe kukaa mbali na sisi, kwani tumeshagundua wewe ni mtu mbaya na hutaki kabisa kuweza kuona nchi yetu ikiwa na amani pamoja na furaha. Hivyo ni vyema ukakaa mbali na sisi, kwa sababu kitu ambacho tutakachokuja kukufanyia maishani mwako hautakuja kukaa kuamini. Na wengi wao waliweza kusema kwamba hii ndio itakuwa fundisho, kwa sababu kwa upande walozindauka na yeye tuliweza kuona alimpa vitisho vikubwa na kumwambia kwamba ni bora ukakaa mbali na sisi, kwa sababu vitu ambavyo unavyovifanya sisi kama Watanzania hatutaki kabisa kuweza kuona haya yote ambayo yanayoendelea. Pia ya kupaswa kuweza kudili na maisha yako huko uliko, na sio kuanza kudili na maisha ambayo sisi wenyewe tumeamua kujichagulia. Tuwe tunateseka, tusiwe tunateseka, wewe binafsi haikuhusu. Hivyo ya kupaswa kuweza kukaa mbali nasi na ukafanya mambo yako mengine ambayo yatakuwa muhimu katika upande wako, kwa sababu sisi kama wafuasi wa mama yetu Samia tunampenda sana, na tunaona kabisa nchi yetu anaiendesha vile ambavyo inavyostahili. Hivyo ya kuweza kukupasa wewe kuweza kukaa mbali kuna sisi, kwa sababu wewe si mtu mzuri kwa upande wetu. Na pia tumeweza kuona ndugu jamaa na marafiki wa pande wa nchi tofauti tofauti waliweza kufunguka na kusema kwamba katika Watanzania mtu mbaya ni Mange Kimambi, kwa sababu Mange Kimambi ndio mtu ambaye pekee ambaye anayewafanya Watanzania kila siku wanapoteza ndugu jamaa na marafiki katika kuweza kupambania vitu ambavyo visivyokuwa na mashiko. Hivyo wakiendelea kulichekea hili, watajikuta wanapoteza watu wengi na wa umuhimu katika maisha yao. Hivyo yawapaswa kuweza kuwa makini na kuweza kuhakikisha kila kitu kwa upande wao kinakwenda kuwa sawa, la sivyo watapoteza watu wengi ambao ni muhimu katika maisha yao. Hivyo yawapaswa kuweza kuwa makini na kuweza kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika mpangilio maalum. Sasa kutokana na hayo, watu wengi wameweza kunyanyuka kidogo kiakili kuweza kuliangalia hili kwa namna nyingine, na pia wengi wao wameweza kusema kwamba kwa hichi ambacho kinachoendelea tutajipanga kivingine kuweza kuhakikisha kila kitu kinakwenda kuwa safi, kwa sababu kuna vitu ambavyo tulikuwa hatuvielewi, lakini kwa wakati huu tumeweza kutambua kwamba sisi ni wajinga na ni wapumbavu. Hivyo hatupaswa kuweza kuwa makini na kuweza kuhakikisha kila kitu kwa upande wetu kinakwenda kuwa sawa, na hichi ndicho ambacho alichoweza kukisema mashabiki tofauti tofauti kuhusiana na hili sakata zima ambalo linaloendelea kwa kipindi hiki. Bwana, mambo ni mengi sana kuhusiana na hili sakata zima, lakini mimi ninachotaka nikwambia kitu kimoja. Kama ndo mara yako kwanza kufuatilia channel tupendwa hii hapa ya Bizuza Media, basi nikusihi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment, kwani ukifanya hivyo utakuwa umejiweka katika nafasi nzuri ya wewe kuweza kupata kile kitu ambacho kinachostahili katika maisha yako. Mimi sina la ziada, nikutakia siku njema na kazi njema.